kama ilivyokuwa ada na desturi ya kila mwaka, huwa tunakutana hapa na kufanya maarifa mbalimbali kuhakikisha kwamba kituo chetu cha malezi ya watoto mayatima na wale ambao wenye hali ngumu kinakaa vizuri kwa jitihada za sisi wenyewe. Na leo hii alhamdulillah tuko hapa mbele na kuna wageni wetu wawili hapa ambao nishukuru afadhali ndipo sasa nimeshasahau vitu vyenyewe vya kuongea vinatoka mbali sana, kama mnisaulisha Naam, leo tuna wageni hapa mbele wamekuja katika shughuli kama hii na sisi ndo tumewaalika, na siku zote hizi katika kila shughuli lazima kuwepo na wasimamizi. Nianze kabisa kwa mwanzoni kabisa kule ambaye amevaa juba la kijani. Huyu ni ustawi wa jamii, mama mlezi wa kituo hiki. Watoto wote machokola, mayatima, wasiokuwa na baba zao, wasiojiweza, kwa upande wa serikali yeye ndio msimamiaji mkuu wa wilaya hii ya Masasi. Tuseme takbir. Takbir. Na kwa mara ya mwanzo, na sisi leo hii nyinyi wengine ndio mtakuwa mnamfahamu hapa, lakini sisi tumeshamfahamu katika vikao mbalimbali vya muendelezo wa kituo hiki, lakini na baadhi nyingine kumshtakia kupata watoto ambao wale kutoka kwenye mapipa huko Kaumu huko, ambao watoto wengine hawa hatuwawezi, lakini alikuwa anakuja hapa usiku, jamani basi tunafanyaje, tunasaidiana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kama sisi ambao hatumfahamu, anaitwa Bilaila, anafanya kazi halmashauri ya hapa Masasi mjini. Kwa hiyo tuko naye kwa siku nyingi sana, na katika mchakato wote wa hapa kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya watoto kudumu hapa na kupata ruhusa za kuishi nao, yani yeye ndo ameshughulika mwanzo mwisho mpaka sasa hivi. Sisi hatuna kipingamizi chochote katika kituo chetu hiki kuhusiana na watoto wetu wale ambao wanapatikana hapa. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah. Mbona mumfanyie mashaallah jamani? Mfanyieni kwa nguvu au amfurahi nini? Tena mashaallah, mashaallah. Mashaallah, tabarakallah. Kwa leo atakuwa na maneno mengi ya kuzungumza, si maneno kidogo, mengi. Na ndio maana gari tumeruhusu iondoke, yeye ana maneno mengi ya kuzungumza. Ingemsubiri hapa ingechelewa ile gari. Lakini katikati hapa ndo mgeni rasmi wetu leo hii, kaimu mkurugenzi wa wilaya hii ya Masasi mji kama sikosei. Kwa hiyo yeye atakuwa na mambo mengi ya kutuelezea sisi, na sisi tuna mambo mengi ya kumwambia yeye. Kwa hiyo inshallah shughuli yetu imependeza kweli kweli. Waliotujia wote ndo walezi wetu wa kituo hiki cha Masasi hapa. Niwatambulishe kidogo wageni wetu, na mengi zaidi watakuwa watayafahamu kwa sababu ndo mwanzo huu wamekuja kuungana na sisi hivi, na mambo mengi watayafahamu hasa kwa dada yetu hapa. Lakini Bilaila kituo hiki si mgeni, usiku mchana yeye anafika hapa kwa sababu muda mwingine tunampigia simu usiku, kuna jambo hapa tulielewi, kuna hivi na hivi, na anaweza kufika, si mtata katika kuja hapa, muda wote tukimuita anafika. Wageni wetu ambao mmekuja hapa, tuna watu kutoka maeneo mbalimbali ambao wanatusapoti katika kituo chetu hiki. Tuna watu kutoka Zanzibari na konvo yao ni kubwa kidogo. Nimeangalia katika daftari la mahudhurio kuna watu wasiopungua 27 au 28 kutoka Zanzibar wamefika hapa. Lakini si hivyo, tuna watu kama 43 hivi wametoka Liwale, na wao wako wengi. Lakini tuna watu kutoka Mtwara, tuna watu kutoka Mtwara vijijini, lakini tuna watu wengine kutoka Newala, tuna watu kutoka Songea na Chingwea. Kama kuna maeneo mengine nitasahau, basi inshallah kwa baadaye tutakumbushana. Kwa hiyo hao ni wale watu ambao tunashirikiana nao na tunawaita katika kila mwaka kwa ajili ya kuja kutusapoti shughuli zetu za hapa. Unavyojua uleaji wa jamii si wa mtu mmoja, na wala mtu mmoja hawezi kujitolea kifua mbele akasema ataweza, haiwezekani. Nguvu ya pamoja ndio ambayo inatakikana.
Lakini huku nyuma tuna viongozi wetu wa dini, tunaye shehe kata wilaya, unisijasahau nimesahau kitu gani baba nikumbushe. Kata wa wilaya nini? Shehe wa wilaya. Kata wilaya. Tuna shehe wa wilaya hapo, shehe wetu huyu zamani alikuwa shehe wa kata, ampanda cheo. Kwa hiyo iko cheo ndio nilikuwa sijakijua, sasa hivi ni baba yetu mlezi. Dua zote ambazo zinafunguliwa hapa huwa zinafunguliwa na huyu baba, na ndio maana hapa unakuta kuna mambo mengi yanafanikiwa kwa sababu ya hekima zake na ule utulivu ambao huyu baba anao. Mimi sijawahi kusikia, kuna wazee wengine tunawasikia mambo yao ya mjini hapa ya ajabu, lakini yeye kwa mzee mimi sijawahi kusikia. Kwa hiyo zile baraka zake na utulivu wake ndio sisi nafanya mambo yetu yanakuwa mazuri. Tuseme takbir. Takbir. Tukisema jambo la kufurahisha afu tuko na wazee wetu lazima mseme. Lakini nyuma yangu tunaye mzee wetu hapa ambaye sisi harakati hizi tulikuwa tumeanza na yeye kama mshauri wetu, tumesafiri naye maeneo mbalimbali kweli kweli. Mzee Makwesa, Ismaili Makwesa yuko hapa mbele. Babangu wasalimia wazee kwa wanani wageni. Kusahau kukosea kuzoea kuongea bila mpango. Na wengine tutakuja tutafahamu naye imamu hapo Sheikh Abdurrahman ambaye ndo mara mwanzo kabisa yeye amekaribisha hapa. Toa salamu shekhe, wakufahamu tu siku zingine wakikuta hapa sikushangae. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Naam, tunaye afisa usafirishaji wa kituo hiki. Mizigo yetu yote hapa huwa inasafirishwa naye. Kachukue mboga Tandale, watoto wale Sheikh Nuruddin yupo au ametoka? Na yeye asalimie kidogo. Mambo mengi huwa tunamtumia yeye. Ametoka? Amekosa kuonana na wakuu wa wilaya hapa. Kwa hiyo nichukue na hao wengine waliokuwepo ni wageni wetu kutoka Zanzibari. Misafara iliyokuja hapa wamekuja na walimu wao wa madrasa, viongozi wao wa huko wamewasindikiza, na hilo sisi tutajifunza tukisafiri. Tusio tumetoka sisi wenyewe tuna kichwa chetu, tunaona wenzetu walivyokuja wameondoka na viongozi wao wa dini, viongozi wao wa madrasa kuwasindikiza, na sisi tutafanya hivyo inshallah. Na wengine waliokuwepo tuna kamera hii Kalela kitu gani sijui ameandika huko kwenye nani. Kwa hiyo nafikiri huyu anafahamu watu wengi tu. Kwa hiyo inshallah sasa hivi shughuli yetu itakuwa imeanza rasmi biidhnillah karim, na huo ni utambulisho mdogo. Mimi ninazungumza naitwa Bizena, ndo mwenyekiti wa hiki kituo, mwanamama au mwanadada. Mashaallah. Mwanamama kwa kwa ndo na malezi haya, lakini kama nikitoka kwenye ulezi ni mwanadada, bado sijafikia kwenye umama au nimefikia. Kwa hiyo inshallah, naam imamu, naomba uendelee na ratiba utambulisho. Mengine tutaelezea baadaye. Sasa hivi nimesahau. Naam jamani, asalamu alaykum. Ratiba ilikaa kwenye kapu la katibu. Kwa nini? Kumbe ilikuwa baada ya kuwakaribisha wageni na kuwatambulisha kwa wageni waliokuwepo, nitoe historia fupi tu ya hiki kituo. Kituo kinafahamika kama Markaz Ummahatu, kituo cha malezi ya watoto ambao mayatima na watoto ambao hali ngumu. Tokea kimeanza historia yake fupi, sasa hivi kina takriban miaka 9 kinafanya huduma hii. Kwa hapo nyuma ilikuwa sisi watoto tunawakusanya tu kwa ajili ya kuwapa misaada midogo midogo, na tulikusanya nguvu kwa kina mama wa Masasi hapa. Siku zile za sikukuu basi tunachangiana, wale watoto tunawapatia nguo, chakula cha pamoja tunakula nao. Lakini baadaye tukapata fikra kutoka kwa watu wengine kwa mara ili kuangalia changamoto zinazotokea kituoni hapa. Pia tunatanguliza shukrani za dhati kwako na kukutakia kazi njema yenye mafanikio.
Pia mgeni rasmi, tunakuomba utuongozee harambee siku ya leo. Kufikia hapa nasema wabillahi tawfiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kusomewa risala mgeni rasmi, kwa hiyo mgeni rasmi alhamdulillah ameupokea risala, na sasa hivi ni zamu yake mgeni rasmi kuzungumza nasi kwa ujio wake huu alokuja nao hapa, alafu baadaye atamkaribisha ustawi wa jamii naye azungumze kwa lile ambalo anataka kutuelekeza sisi ili kazi zetu hizi ziweze kwenda vizuri inshallah. Karibu mgeni rasmi, mlango uko wazi na ajisikie huru kabisa. Usitetemeke, usiogope. Asalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Jamani, habarini za jioni. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametusaidia na kutuwezesha kutufikisha siku ya leo tukiwa wazima kabisa. Nashukuru pia kwa organization yenu ambayo mmeifanya na kuweza kututambua kama wadau wakuu sisi kama watu wa serikali. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kulitambua hilo, na kwa kutambua hilo tunaamini ya kwamba kituo chetu hiki kitaenda vizuri na mtafika mbali. Takbir! Allahu Akbar! Baada ya maneno hayo ya utangulizi, pia naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru mashehe wetu na viongozi wote wanaohusika na kituo hichi kwa usimamizi na kwa mpangilio mzuri ambao wameuweka, na kwa mafanikio, kwa mawazo yao, kwa kila kile walichotuongoza ndicho ambacho kimeweza kutufikisha hapa tulipo. Kwa hiyo nawapa hongera sana viongozi wetu pamoja na wale viongozi wa dini wengine wanaotuongoza katika msafara huu. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah, tabarakallah. Pia ndugu zangu, naomba nichukue nafasi hii kuipokea risala hii. Nimeipokea kwa niaba ya mkurugenzi. Nimeipokea kwa sababu ni risala ambayo imeandaliwa kwa lugha rahisi, inayoeleweka, lugha fupi. Kwa hiyo mimi niwapongeze waandaaji, lakini pia niseme kwamba risala yenu nimeipokea na niahidi, kwa sababu hapa amenituma nimwakilishe mkurugenzi wetu mtendaji wa halmashauri ya mji Masasi. Kwa hiyo ninachozungumza hapa ni yeye ndiye amenituma niweze kukizungumza. Kwa hiyo naomba niwaahidi ya kwamba risala hii niliyoipokea kwa mikono yangu hii nimeipokea kwa niaba ya mkurugenzi, na nawahakikishia kwamba risala hii nitaifikisha mezani kwake. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah, tabarakallah. Kwa kuwa tupo kwenye kituo cha malezi ya watoto, na kwa kuwa pia nimeambatana na afisa ustawi wa jamii ambaye ni mlezi wa vituo vyote vya malezi ya watoto, kabla sijasema chochote na kabla sijaendelea na lolote, naomba nimpishe kwanza aweze kuwasalimu, na atakapomaliza kuwasalimu basi kama ana ujumbe wowote, ukizingatia sisi kama serikali kuanzia tarehe 25 ya mwezi wa 11 huu tulionao mpaka tarehe 10 Disemba tunakuwa na siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo wakati tunatembea kwenye mwendo huu, naamini lipo neno ambalo anataka kuwaachia siku ya leo. Kwa hiyo nimpishe afisa ustawi, atakapomaliza kusema basi na mimi nitasema kwa niaba ya mkurugenzi, alafu tutakuwa tumefikia hapo. Karibu afisa ustawi wangu. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah, tabarakallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbona kina mama amuitikii vizuri? Amefurahi kuona mwenyekiti ni mama, amepambana, watoto wanalelewa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mashaallah. Mimi kwa majina naitwa Leila Hussein Kasuguru, lakini pia ni afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji Masasi. Lakini pia pamoja na kuwa afisa ustawi, jukumu langu kwenye utendaji wangu wa kazi ni kuhakikisha watoto wanalelewa kwenye maslahi mapana, kwa maana malezi bora, ambayo mtoto hata asiyekuwa na mama au baba anapolelewa kwenye malezi bora atambui kukosekana kwa wazazi. Ndio maana yake? Naam. Mtoto akilelewa vizuri kwenye maadili, kwenye stara, kwenye imani, na imani atakuwa kwenye mazingira ya namna hiyo, na mwisho wa siku atakuwa mtoto bora zaidi. Kwa hiyo mimi ni mlezi na ni msimamizi wa vituo vya kulelea watoto yatima, watoto wadogo mchana kwa maana ya daycare, lakini pia nasimamia shughuli za wanawake na watoto. Nasimamia shughuli za ukatili ambao upo unaendelea kwenye maeneo ambayo tunaishi. Kwa hiyo nitajaribu kuzungumza baadhi ya vitu kidogo ambavyo kwa asilimia kubwa sana akina mama vinatugusa. Yaani kwa asilimia kubwa sana akina mama vinatugusa. Kwanza nipende kutoa shukrani. Kituo kimeanza muda kidogo kama mwenyekiti alivyoweza kutoa taarifa yake fupi. Na ni kituo ambacho kilinipa wakati mgumu sana. Yaani kilinipa wakati mgumu, tunaenda hivi, bado hiki hakijakaa sawa. Lakini Mwenyezi Mungu mkubwa, tumejaribu kupambana kwa kufuata taratibu, na tuko kwenye taratibu nzuri ambazo Mwenyezi Mungu akifanya wepesi muda sio mrefu kila jambo litakwenda vizuri. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah, tabarakallah. Kama mwenyekiti alivyotangulia kusema, kituo kilianza kwenye hali ngumu sana. Mimi ni shuhuda. Nashuhudia tangu kituo kinaanza. Lakini kwa hatua iliyofikia nasema ni hatua nzuri, japokuwa kuna baadhi ya vitu hatujavikamilisha kwa asilimia ndogo sana. Lakini naamini Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Hakuna linaloshindikana mbele yake. Naamini muda sio mrefu kila jambo litakuwa limekamilika. Kwa hiyo tuendelee kupeana nguvu, tuendelee kuombeana dua, na tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Penye gumu paendelee kuwa na wepesi zaidi. Ili tuweze kukamilisha yale ambayo tunayakusudia. Lengo ni kuwalea watoto kwenye mazingira safi na salama, na kuwaweka watoto kwenye maslahi mapana, hasa wale watoto ambao tunawatambua kama ni watoto yatima au wanaoishi kwenye mazingira magumu. Hiki kituo nimekuwa na ukaribu nao sana. Nikipata changamoto yoyote inayohusiana na malezi au makuzi ya watoto, huwa nawaleta hapa, na wamekuwa mstari wa mbele kunisaidia. Nikikutana na changamoto zinazowagusa wanawake, kuna wanawake wanapitia mambo magumu sana, lakini cha kusikitisha au cha kushangaza, wanawake mmekuwa na siri kubwa sana. Hamsemi, lakini ukatili upo. Kweli si kweli? Kweli. Kweli si kweli? Kweli. Tunasema hivi, baba ndo muhimili wa nyumba, si ndo maana yake? Lakini pia mama ndo kioo cha nyumba. Kama baba ni muhimili, nyumba haiendi vizuri. Unafikiri nyumba itaenda sawa? Mama ndo anachukua muda mrefu kuwalea watoto. Mama na anajua watoto wake wameishije, wanahitaji nini na mienendo kwa ujumla. Tunaamini akina baba huwa wanaenda kutafuta, akina mama huwa tunapokea. Lakini unakuta wamama wengi sasa hivi wamegeuka kuwa na tabia ambazo sio rafiki. Kwanza mama wengi sasa hizi hawakubali watoto wa kuwalea, kwa maana ya watoto wa kambo. Watoto wa kambo wanaishi maisha magumu. Mwisho wa siku ndo tunasababisha watoto wa mtaani ambao wanakuja kuwa watoto yatima, na hao ndo wanakuja kuwa watoto sasa wanaoishi kwenye mazingira magumu. Kwa sababu ukishakuwa yatima utaenda ukalala kwenye mapagale, si ndo manake? Anaenda kulala kwenye nyumba ambayo haijaisha. Akilala kwenye nyumba ambayo haijaisha atafanyiwa ukatili. Na ukatili uko namna nyingi. Kuna ukatili wa kimwili, kuna ukatili wa kingono, kuna ukatili wa kihisia au kisaikolojia ambao upo na unafanyika na watu wanaendelea kufanyiwa. Nikizungumzia ukatili wa kimwili, mtoto anapokwenda kulala stendi atapata tamaa, ataiba,
akiiba atapigwa, akipigwa atachomwa moto. Tumeshaleta marehemu kwenye familia. Lakini ukija kufuatilia sababu, mama ambaye aliolewa na alifika kwenye nyumba hahitaji kumtunza yule mtoto kwa sababu mimi simuhitaji. Mimi huyu mtoto labda alinikuta. Kwa unakuta mtoto mwisho wa siku mama yake na yeye ana uelekeo, au mama yake na yeye pia kuna wale wa mama ambao wanaweza kwenda kususa mtoto sehemu. Mtoto hajui hata alikotokea. Mwisho wa siku tunasababisha watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Lakini kila siku namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi kituo, kwa sababu wamekuwa ni msaada sana kwangu. Kwa sasa hivi siteteleki. Nikipata changamoto nawapigia asubuhi, mchana, usiku. Nina mtoto na changamoto 1 2 3, naombeni mnisaidie. Hawajawahi kunikatalia. Wanapokea, mashaallah, wanampokea na wanamlea. Lakini tunakutana na wamama pia ambao na wao wanapitia changamoto kubwa, lakini mwisho wa siku wanawapokea, wanawalingania, na mwisho wa siku wamama wanaelewa na rudi kwenye mstari ambao umenyooka. Si kama akina baba hawana mapungufu. Akina baba na wao wana mapungufu kwa asilimia kubwa sana. Lakini akina mama tunaishi kwenye mazingira ambayo sio rafiki. Kama alivyotangulia kusema bosi wangu, tuko kwenye wiki ya kupinga ukatili ambayo imeanza tarehe 25 juzi na itaisha tarehe 10 mwezi huu wa 12. Jamani, ukatili upo na unafanyika, na ukatili unafanyika kwenye maeneo ya majumbani. Tukizungumzia ukatili wa kingono, unakuta mtu anafanyiwa vitendo ambavyo sio rafiki, lakini amsemi, na mwisho wa siku mnakuja kupata madhara baadaye. Sasa wamama, kuweni wawazi, msifiche. Mtu anapoona amefanyiwa ukatili, kuna ofisi ya ustawi wa jamii, tuna dawati la jinsia, kuna ofisi ya maendeleo ya jamii, na kwa bahati nzuri kaimu mkurugenzi ni afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya mji Masasi. Kwa hiyo ni kama vile watu ambao tunaruka kwenye bawa moja. Kwa hiyo kikubwa sana ninachopenda kuwasihi, swala la ukatili kwenye mazingira ambayo tunaishi. Ukatili jamani upo na unaendelea kufanyika kwenye mazingira ambayo tunaishi. Kuna ukatili wa kiuchumi, mnatafuta mali mkiwa wote. Mkitafuta mali mkiwa wote, mwanaume anakuacha, anashindwa kukupa kitu chochote. Lakini akina mama mpazi sauti. Ni wababa wachache sana ambao wanaweza kufanywa vitendo kama hivyo. Lakini wamama kwa asilimia 90 ndio wanafanywa vitendo kama hivyo. Sijawahi kupata kesi kwa asilimia 100 nikasema hii kesi ninaikubali baba amefanywa ukatili wa kimwili. Ni wababa wachache atakuja kukulalamikia mke wangu amenipiga. Na ukifuatilia historia, yule baba ni mlevi. Yaani unakuta yule baba ni mlevi ambaye hata nguvu hana. Amefanya vitu vya ajabu, mke wake anampiga. Na akimpiga ina maana atahitaji matibabu, si ataumia. Na akiumia, akihitaji matibabu ataenda polisi. Polisi watamleta dawati. Dawati watanipigia mimi simu, watamleta kwangu, nitamhudumia kwa matibabu, lakini pia nitakaa naye niongee naye, nitaita mke wake, nitaongea naye. Sisi Waislamu hatuna tabia ya kupigana. Kama ipo kwa kizazi hiki cha 2000, lakini chini ya 2000 sidhani kama wana matukio kama hayo. Na kama haya yapo, matukio hayo yapo, amsemi. Tumetoka kazini sasa hivi muda sio mrefu. Mimi nimetoka kazini muda sio mrefu. Ni ndugu yetu kabisa kwenye imani. Ameoa mwanamke, bahati mbaya yule mwanamke aliumwa, akaelekea kijijini kwenda kutibiwa. Aliporudi amekuja kukuta ndani kuna mke mwenzie, yani kuna mwanamke. Lakini mwanaume hakumlingania mke wake kama mimi nafanyaje, ninaoa kwa sababu wewe unaumwa. Inawezekana ugonjwa ndio ulimfanya mwanaume aoe ili akizi mahitaji yake. Lakini taratibu za kidini zinasemaje? Mtu anapotaka kuoa na ana akili ana mke, si lazima amlinganie, si ndio hivyo? Lakini hakumlingania. Yule dada amerudi pale nyumbani, alipofika akamkuta mume wake. Alipofika akasema nimerudi. Alipofungua chumbani kwake, mke mwenzie ambaye alimkuta pale alimpiga yule mama. Alimpiga na bahati mbaya amemsababishia jeraha mkono wa kulia.
Na mkumbuke ni mkulima, ni mama ambaye analima, na huu wakati wa kilimo anatakiwa akalime. Baada ya hapo yule mama vitu vyake vyote vilitolewa mle ndani na yule mke mwenzie, sijui ni baba, vikaenda vikachomwa moto, vikatupwa. Mama alijaribu kukaa kimya kwa muda mrefu, lakini juzi alikuja kwenye ofisi yangu akasema, nimekuja kulalamika, nilifanyiwa ukatili. Kwanza nimefanyiwa ukatili wa kisaikolojia, ina maana kuumwa ndio imekuwa sababu ya mwanaume kunitaliki. Lakini mwanaume wa Kiislamu anaruhusiwa kuoa wanawake 4. Kinachotakiwa si afuate taratibu. Lakini pia nimepigwa. Nikamuuliza, kwa nini ukusema? Kwa sababu gani ukusema? Siku zote ulikuwa unasubiri nini? Na siku zote tunatoa elimu. Akasema, nilikuwa tunaogopa. Nilichokifanya, nilimfuata yule baba nyumbani kwake mimi mwenyewe. Nikamwambia, panda kwenye gari twende. Nikamfuata baba nyumbani, nikamwambia twende ofisini. Kwa bahati nzuri amekuja na nimeongea naye. Yule baba namwambia hivi, mkabidhi mama vitu vyake, kwa maana ya kwamba mpaka nguo zake za ndani si aliacha, kwa mimi ni nyumba yake. Hajakuta kitu hata kimoja. Baba anamuuliza vitu vya mama viko wapi, ananiambia vitu vya mama mke wangu amevificha, ambaye ni mke mdogo. Kwa hiyo siwezi kusema viko wapi. Nimejaribu sana kumbembeleza. Mwisho wa siku jana niligombana naye. Mchana huu naongea naye, namwambia naomba kaniletee nguo za yule mama, tulikubaliana aniletee leo. Lakini kwa bahati mbaya ninavyoongea mpaka sasa hivi nguo zile hazijafika. Na yule mama ana gauni yake ya kanga, ana juba yake na nikabu. Leo ana siku ya 3 ofisini kwangu, naona anavaa ile nguo. Ina maana hana nguo ya kufanyaje? Ya kuvaa, ya kubadilisha. Lakini alifanywa ukatili, akashindwa kutoa ripoti. Nilichoamua, nikaomba msaada wa polisi, na kwa bahati nzuri yule baba wamemshikilia, yuko ndani. Lakini akina mama mnafanyiwa vitendo kama hivyo, amsemi. Ndoa zipo tu jamani. Ndoa zipo, lakini ukatili upo. Na kama ufanyiwi wewe, anayefanyiwa jirani yako, basi toa taarifa. Nyumba ya pili kuna mtu ananyanyasika, anapigwa, anasukumwa, watoto wanakosa huduma, watoto hawapati huduma, watoto hawalali vizuri, watoto wanapata changamoto. Tusifiche. Yaani tukificha tutakuwa hatufikii pale tunapohitaji. Tusogee jamani, mvua zimeshuka kwa ajili tufanyishe jambo hili kwa haraka ili tuendelee na mambo mengine. Karibu kaimu mkurugenzi, sasa hivi wakati ni wa kwako shawa. Kwani kidogo gani? Aisee, poleni. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kutokana na hali ya hewa, basi tutaenda haraka kama ambapo mwenyekiti wetu ametuambia. Naamini kila mmoja amejiandaa vizuri, kwa sababu sio swala ambalo limeshtusha. Kwa hiyo tujipange vizuri. Lakini binafsi nimesikiliza risala, nimesikiliza ambayo tumeyaomba. Naomba niahidi na kama nilivyoeleza awali kwamba hiki ambacho mmekisoma hapa mimi nitamfikishia mkurugenzi, na nitakapomfikishia mkurugenzi kama mkurugenzi, kama anacho cha kujibu, mkurugenzi wangu ni mtu makini na naamini atajibu. Lakini niseme mimi kama niliyesimama hapa, ili twende vizuri, mimi ninaweza nikasema kwamba nitaweza kuahidi fedha taslimu shilingi 400,000. Mashaallah, mashaallah. Takbir. Allahu Akbar. Lakini afisa ustawi wangu ameniambia kwa kuwa mimi na yeye tunafanyaga kazi pacha. Mimi ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo hapa namwakilisha mkurugenzi, lakini ukija kule ofisini utanikuta kwenye idara ya maendeleo ya jamii. Idara ya maendeleo ya jamii inafanya kazi pacha kabisa na kitengo cha ustawi wa jamii. Kwa hiyo ukija kule ofisini utanikuta hapo. Na mkurugenzi nitamfikishia haya, kama ana chochote cha kujazia basi atajazia, lakini naomba niwaeleze kwamba pasipo shaka kwa msaada wa Mwenyezi Mungu nitachangia hiyo shilingi 400,000. Na afisa ustawi wangu ameniambia kwamba hivi vitu mlivyoviandika hapa, ikiwemo shuka, nguo, na ilikuwa shuka, nguo
na vifaa vya michezo. Yeye kwa nafasi yake atapambana, atashirikiana na wadau tofauti tofauti, atahakikisha hivyo vifaa vinafika hapa kituoni. Sasa kwa sababu hiyo, kuna watu ambao naomba basi wanitie sapoti, wanipe sapoti. Mimi kama mimi peke yangu sitaweza. Jamani, tunasema kwamba hata ugali ukitaka kupika lazima jiko lako liwe la mafiga matatu, si ndio jamani? Hata ukienda nyumbani kwenye familia ina mafiga matatu. Familia inasema inajengwa na baba, mama na watoto, si ndio? Kuna wakati mwingine tunapata mitihani, unakuta familia mtu mmoja hayupo, aidha baba, ile familia inakuwa imekamilika jamani? Lakini inaweza isikawa kama haijakamilika, wataishi, hawatakufa lakini wataishi kwa shida. Uongo kweli? Familia nyingine unakuta kuna baba na watoto, mama hayupo. Hiyo familia itaishi vizuri? Sio kwamba watakufa kwa sababu mama hayupo, hapana, wataishi lakini wataishi kwa shida. Sasa na mimi hapa nimesimama ndio figa moja. Nisipokuwa na nyinyi sitaweza kukamilika. Sawa jamani? Kwa hiyo nahitaji mnisaidie. Hapa nimeelezwa vitu mbalimbali. Moja, wanahitaji mabweni matatu. Lakini la pili, wanahitaji mifuko 200 kwa ajili ya kuchapia fensi yetu. Ukichukua mfuko mmoja sijui ni shilingi ngapi kwa sasa? 18,000. Maana yake mimi nimetoa kama mifuko 20 kitu. Kwa hiyo wanahitaji kama mifuko 170 kitu kwa ajili ya kuchapia fensi yetu ndani na nje. Lakini pia wanahitaji fedha kwa ajili ya ujenzi wa mabweni matatu. Sasa nimekuja kwenu ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, watoto wangu, mawifi, akina shangazi, mama mkubwa, mama mdogo, vyovyote utakapotaka kuita, mnisaidie niweze kupata mifuko 200 kwa ajili ya kuchapia fensi yetu. Lakini pia mniunge mkono kwa ajili ya ujenzi wa mabweni yetu matatu. Sawa jamani? Sasa nianze na wanakamati. Wanasemaga fimbo ya mbali haiui nini jamani? Fimbo ya mbali haiui nini? Sasa mimi nianze na wale wa karibu, ili tutakapoipiga kule mbali basi hapa karibu tumeshapiga. Naomba wanakamati popote pale walipo, najua tupo wanakamati. Wanakamati chap jamani, tumetahadharishwa juu ya mvua na tulimuomba Mungu atupe mvua tunywe maji, tukalime korosho, mwakani tupate fedha nyingi tuweze kujenga mabweni na kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Kwa hiyo mvua tunazitaka ili tukalime ufuta. Karibuni wanakamati chap. Mwenyekiti, wanakamati wako wapo? Na wasalamu alaikum. Mwalimu Sadiki popote ulipo. Mwalimu Sadiki, mbona uko mbali sasa? Wewe ndo unafungua hapo, uko wapi sasa? Nipate na mtu anayeandika. Kuna mtu anaandika tayari jamani? Yupo. Basi mnaweza mkasaidiana pia kwa sababu tunataka kwenda kwa spidi. Wanakamati wote mngepita hapa ili twende haraka haraka. Karibuni wanakamati. Wakati wanakamati wanajiandaa, wanajisogeza mbele, wale wenzetu wanaotusapoti kutoka wilaya yetu jirani ambao ni marafiki zetu, ndugu zetu, wanaimani wenzetu wanaotokea Liwale, nao waweze kujiandaa kwa habari ya kusema lolote. Karibuni wanakamati chap. Muda wetu umesonga, lakini hali ya hewa si rafiki sana kwa zoezi letu kufanyikia maeneo haya tuliopo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Kwa majina naitwa Fatima Sadiki. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya wakina mama wa wilaya ya Masasi. Kwa umoja wetu, ndugu mgeni rasmi, kwa umoja wetu tumeweza kujiorganize ili kuweza kuchangia kituo hiki
pesa taslimu tuna shilingi milioni 1,700,000 na shilingi 7,000. Mashallah, mashallah. Hizo pesa taslimu sasa hivi sina kwa mbalimbali na kulikuwa na mambo mengi sana. Tulishindwa kwenda mengi. Hii pesa ipo benki. Kesho inshallah au baada ya kulipa tutaenda kuitoa ifanyike. Asante wanakamati kwa umoja wenu. Mungu awabariki sana kwa kile mlichokifanya, kwa sababu mmemfanyia yeye, hamjatufanyia sisi wala hamjamfanyia mwanadamu yoyote yule. Baada hapo basi niwakaribishe wenzetu kutoka Liwale. Karibuni wenzetu kutoka Liwale. Wenzetu kutoka Liwale, wakati Liwale wanasogea mbele, basi wenzetu kutoka Songea pia wanaweza wakajiandaa. Karibuni wenzetu kutoka Liwale. La ilaha illallah. 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 Tunatoa kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Tunatoa kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Tumekuja kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Tumekuja kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama baada, kwa majina naitwa Tashura kutoka Liwale, nikiwa kama mwakilishi kwa watu wa Liwale. Sisi mchango wetu wa awali kwenye hadhara hii, zena nafahamu, unatufahamu watu wa Liwale, tunasema tunawakilisha kwanza 500,000. Mashallah, mashallah. Baada ya harambee endelea kesho na kesho kutwa usiku mpaka mchana, tunasema harambee itaendelea inshallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asante sana. Asalamu alaykum. Basi wenzetu wasogea, karibuni. Wenzetu wasogea, wakati wanasogea na hapa pesa zinaendelea kuhesabiwa. Unajua bwana, hela hata ukichukua wewe mwenyewe, yaani ya kwako mwenyewe hapa nikitoa kwenye mfuko wangu hapa na hesabu tena. Hiyo ndio sheria ya hela. Kwa hiyo hesabu tu mwenyekiti. Karibu watu wasogea, wakati huo wenzetu kutoka kule Unguja, mji wa marashi na karafuu, wao wanajiandaa. Karibuni wenzetu kutoka Songea. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Raha. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, nina furaha kuhudhuria harambee kwa ajili ya mayatima inshallah na wanaoishi kwenye mazingira magumu. Sisi safari hii tumejikita sana, tumekuja na mahindi roba 2.5. Mashallah, mashallah. Mashallah. Tumeona tulete chakula, pesa tutaleta baadaye inshallah, ili aweze chakula, aweze kupata watoto kula na mambo mengine kadhalika, lakini sisi tuko pamoja na taasisi hii siku zote. Kwa hiyo harambee yetu leo tunayo mahindi roba 2.5 inshallah. Hatuahidi pesa, lakini tutaleta inshallah baada ya muda inshallah. Takbir.
Allahu Akbar. Asante sana mama, nimeipenda hiyo. Sawa jamani, nimeipenda. Yaani mama bora lazima hakikishe watoto wanafanya nini? Wanakula. Nimeipenda sana ya Songea hiyo. Na si tuige, siku nyingine ukiitwa kwenye sehemu fulani, hata kama umetoa hela, beba choroko robo upeleke. Nimeipenda hiyo. Karibuni wenzetu kutoka Unguja, mji uliojaa marashi na karafuu. Kule kwa matajiri wanasema kule kuna uchumi wa blue. Karibuni wenzetu kutoka Unguja. Wakati huo kule kwa wenzetu na Chingwea wanajiandaa. Karibuni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. 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 Mama yetu nayo waseme. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sasa kutoka Zanzibar, kwa vile safari yetu ilikuwa ndefu, tumeanza kuvuka maji, tukaja tukapanda mabasi ndefu. Inshallah nasi tunaahidi tutaleta inshallah baadaye biidhnillah. Asante sana, tunashukuru sana. Ujio wenu pia ni faraja kwetu. Tunawashukuru sana wenzetu kutoka Unguja, wamefanya kazi kubwa kwa sababu Unguja na hapa ni mbali jamani. Wao kwa sababu wamefika, wametutia moyo kwamba kumbe safari hatuko peke yetu, tuna wenzetu wengi ambao wako nyuma yetu. Karibuni wenzetu kutoka na Chingwea. Wakati huo Mangaka wasogee karibu. Mangaka msogee karibu na Chingwea tunawakaribisha. Mangaka uwe nyuma na Chingwea hapo ili anapotoka na wewe uweze kuingia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuja kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Kuja kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zenu sikuja wachache kama unavyoona watatu. Usijali. Kwa uwezo wetu tunatoa shilingi 65,000. Mashaallah, mashaallah. Takbir. Allahu Akbar. Asante sana ndugu zetu kutoka na Chingwea. Karibu Mangaka pamoja na Nanyumbu, kwa sababu Mangaka ndio Nanyumbu, basi Mangaka na Nanyumbu karibuni. Mangaka wapo? Mangaka tupo? Nanyumbu tupo? Karibuni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tumekuja kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Tupendane kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Tulikuwa mbalimbali. Wengine wameenda kuswali. Ndio. Sisi wachache tuliyekuwepo tunatoa shilingi 40. Asante sana, ubarikiwe. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah, tabarakallah. Basi hao wenzetu kutoka Mangaka pamoja na Nanyumbu, lakini wataendelea kwa sababu wengine wako kwenye swala. Niwakaribishe pia wenzetu kutoka Dar es Salaam. Karibuni wenzetu kutoka Dar es Salaam. Na baada ya wenzetu kutoka Dar es Salaam, basi wenzetu kutoka Madangwa watakuwa pia wanajiandaa. Karibuni wa Dar es Salaam, Wanatemeke, Ilala, Masaki, Buza, Mbagala, Keko. Karibuni sana. Wa Dar es Salaam tuko? Karibuni. Wana swali? Haya. Basi na wa Madangwa? Madangwa tupo? Karibuni Madangwa.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tumswalie Bwana Mtume. Tusiwe na hiana. Tumswalie Bwana Mtume. Sisi akina mama tunatokea Madango wenzetu. Unavyotuona ndio hiyo. Sisi tunatokea Madango Milindi vijijini. Ni utakwa wa dini, lakini ni madhaifu, tuna hali ngumu. Kituo ni kichanga, hali ngumu kweli, lakini tunataka kuona utakwa na sisi tuonekane, ndio kusudio kubwa. Mashaallah. Tuswali Bwana Mtume. Amsina sita. Mashaallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jamani, sisi tunawashukuru sana watu wa Madango kwa kutuunga mkono, watu wa Masasi, kwa sababu mmemtanguliza Mungu hata pale nilipokuwa mnaona hali ni ngumu, lakini mkasema lazima tutoe. Kwa hiyo mmefanya jambo jema. Naomba sasa nimkaribishe dada Nura. Dada Nura, popote pale ulipo, dada Nura anao mchango anataka kumtolea Mungu. Karibu dada Nura. Mashaallah, mashaallah. Na kama kuna mwingine yeyote ambaye hayuko kwenye kikundi na anataka kumtolea Mungu kwa njia hii ya kujenga mabweni matatu pamoja na kuchapia fesi yetu ipendeze, hapa ni nyumbani kwa watoto wetu, lazima mazingira yapendeze. Kwa hiyo yote yule ambaye ana mchango binafsi pia anaweza akaunga mkono dada Nura ambaye anakuja kwa mchango. Yeye alikuwa kwenye kikundi hiko kama yeye, na wengine wanataka kutoa mchango pia. Karibuni tujiorodheshe, karibuni sana tujiorodheshe. Dada Nura, tunakupa kabisa maiki hii ukaribie kabisa kwa ajili ya kutoa mchango wako. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Mchango wangu 500. Mashaallah, mashaallah. Wewe unasemaje? Jipangeni mwanzo. Waandike na Chigugu. Chigugu. Asante dada Nura kwa mchango wake mkubwa ambaye ameutoa. Mungu akujazilizie pale ambapo umepunguza. Lakini pia dada Jamila, dada Jamila Ndege, dada Jamila Ndege, dada Jamila Ndege, karibu, karibu, karibu. Tunaye hapa, hayupo? Jamila Ndege yupo, anakuja, yupo. Wakati dada Jamila anakuja, basi wanadarasa kutoka Roben nao wajiandae. Samahani, Mama Beti anashindwa kutembea, anasema tuweke maiki, aahidi. Nikupani. Sawa. Nikupani. Mama Beti. Jamila yule niliyomuita? Naona yupo. Basi wakati dada Jamila anajipanga, basi naomba nipelekee maiki hii, kuna mtu anataka kuahidi. Mama Beti. Yuko wapi? Naomba anyoshe mkono ili tumuone. Naomba basi maiki. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah. Ampelekee maiki kabisa.
Umesikia? Wana darasa kutoka Robin. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Jamani, samahani nilinyanyuka kidogo, nitakuongea na simu nilikuwa na mifuko mitatu ya simenti. Kwa hiyo na mifuko mitatu ya simenti. Mashaallah. Pia muda sio mrefu. Huyu mama binti mifuko mitatu. Ameshaandika mashaallah. Wana darasa waitwa madarasa. Wana darasa Robin. Amirati. Karibuni. Warahmatullahi wabarakatuh. Haini mifuko mitatu ya simenti. Mashaallah, mashaallah. Wana darasa Bado na baba kwanza. bado. Alafu Amirati kuendeleza Islam da ziada. Da ziada unatajwa hapa sasa hivi ndani. Dada Dina anatuma atatoa 200,000. Mashaallah, mashaallah. Naomba maiki tembee. Sogea haraka. Dabina zimefika au hazijafika? Naomba umpe mama hapa. Naomba umpe mama. Mpe kwanza huyu. Pendane kwa ajili ya Allah. Assalamu alaikum wa Amirati rahmatullahi wa kuendeleza barakatuh. Uislamu na ziada. Pendane kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah. Kuna 1,500,000. Mashaallah, mashaallah. Haya, naomba tujitahidi, muda wetu umesonga sana. Naomba tujitahidi. Naomba tujitahidi. Da ziada. Dada ziada na wote Acha kwanza waingia na darasa. mmeingia na darasa tayari mmefika. Haya, karibuni. La ilaha illallah. Kuja kwa ajili ya nani? La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni mstaafu kutoka Robeni, niko nimeongozana na wanafunzi wangu. Tuna mchango tunachangia 2,280. Mashaallah, mashaallah. Asante sana. Naomba pia nimkaribishe dada ziada. Dada ziada na mchango, karibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nitatoa mifuko mitano. Andika mifuko mitano. Mifuko mingapi? Mitano. Wataja watu wa Mpwapwa. Mpwapwa wapi? Watu wa Mpwapwa tupo. Karibuni. Haya, karibu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pamoja na hiyo La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Raha siraha. hapa nikimaliza nije waumini. Kwa majina naitwa Shuea Isa Maulana kutoka Mpwapwa madrasa Takwa, msikiti mkubwa. Mimi nina 175. Mashaallah, mashaallah.
Wakati wanaendelea kutoa fedha, kwa sababu ya muda pia, naomba kwa kusimama kwangu, najua harambee itaendelea, lakini kwa kipindi hiki nikamilishe kwa kusimama kwangu kwa kuomba waumini wa msikiti waje wanisapoti pia. Waumini wa msikiti waje wanisapoti. Karibuni waumini wa msikiti wa Masasi ambapo tuko mahali hapa, mje mnisapoti. Waumini wa msikiti wa Masasi tuko jamani, basi karibuni. Alafu baadaye tutaendelea, wale waliokuwa bado wako kwenye swala wataendelea na kuendelea, lakini kwa wakati huu niombe waumini wa msikiti wa Masasi, karibuni sana. Msikiti gani mwenyekiti? Msikiti tu ya Masasi. Mwenyekiti ananiambia ni msikiti yote ya Masasi. Kwa umoja wetu basi tuje kusapoti zoezi hili. Karibuni. Kwanza uje msikiti wa Migongo. Haya, tunaanza. Nimeambiwa msikiti wa kwanza tuanze na Migongo. Migongo na hawajajibali hawajaja kujiandikisha, tatizo basi wanakuja wenyewe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya madrasati Migongo Kati tumejichanga, tumepata mchango wetu 35,000. Mashaallah, mashaallah. Haya, tunashukuru sana. Kama kuna wengine ambao wametoka misikiti mbalimbali ya kwetu hapa Masasi, niwakaribishe. Na wengine mwenyekiti ananiambia wana historia kwamba wanakujaga tu wenyewe, wala usiwe na wasiwasi. Kwa hiyo na mimi namwamini mwenyekiti kwa sababu yeye ndiye anayejua kuliko mimi. Kwa hiyo unakuja kwani? Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa kile ambacho tumekitoa. Naamini viongozi wetu wa dini wako watatuombea dua ili Mungu aweze kujazia pale ambapo tunakuja. Lakini pia nimeweza kuongoza harambee. Jina lako lishatajwa, ili mvua ikinyesha. Jina lako lishatajwa hapa, jitahidi. Lakini mimi nijitambulishe kwenu rasmi sasa jina langu. Nilikuwa nakimbia yote yale ili mvua isianguke. Yaani kianguka bila kujua jina langu wakati nimepata hela wala si sawa kwangu. Lakini ningeanguka unajua jina hela sijapata. Isingenisaidia kitu. Mimi naitwa Neema Joseph. Ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii na halmashauri ya mji Masasi. Kwa hiyo nimshukuru sana kwa kitendo hiki ambacho tumekifanya. Lakini katika idara yangu pia hapa tumeongea mambo mengi. Mimi nasimamia uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ikiwemo kusaidia watu mbalimbali kwenye vikundi na nini. Wale ambao nimesikia shehe ametangaza hapa tusiende kwenye mikopo ya kausha damu. Sisi kama serikali hatuna mikopo ya kausha damu. Sawa jamani? Hatuna mikopo ya kausha damu. Sisi mikopo yetu ile haimkaushi mtu damu, bali inamuongezea mtu nini? Damu. Kwa hiyo sisi hatutaki wananchi wetu wakaukiwe na damu, kwa sababu tukaukiwa na damu tutaenda kukomalika, tutatafuta damu ya kuwekea. Kwa hiyo sisi tuna mikopo yetu inaongeza nini? Damu, haikaushi damu. Karibuni sana kwa kuwa muda umeenda na sitakuwa na mengi ya kuongea, lakini mikopo yetu sisi haina riba. Ukipewa 10,000 unarudisha 10,000. Shida ya sisi wa kina mama, ile mikopo tukishapewa baadaye tunatutia dhambi. Maana inabidi nije nikukamate nikusoke sewa alafu ndio nilipe hela. Wakati hela uchukua alafu unanitia dhambi, alafu baadaye unasema mimi sijifanya siku ile kuja pale msikitini kujifanya yeye hana dhambi, mbona amenikamata? Wewe unachukua yangu bila kulipa, una dhambi. Hapo dhambi umejianzisha wewe. Si ndio jamani? Dawa deni nini? Nimekupa hela 1,000, nilikwambia ndani ya mwaka mzima nirudishie 1,000 ili na mwingine akachukue, utaki kurudisha. Nikikukamata nimetenda dhambi. Kwa hiyo tunawasihi sana mnapounda vile vikundi vyenu, mjuane, mshibane, muelewane. Sawa jamani?
Usiende tu kwa sababu mtu unauza naye dagaa sokoni, umjue anaishi vipi na mume wake na watoto wake na familia yake, wewe umemkwapua mwana kikundi mwenzangu. Usifanye hivyo. Sawa jamani? Mshibane, muelewane. Mkisha shibana, mkielewana vizuri, undeni vikundi vyenu vizuri, mshirikisheni Mungu, msikurupuke. Sisi wakina mama ni maodari. Sasa hivi hapa tunapita pita, mimi na mwenzangu leo tulikuwa tunatembea huko kukagua miradi mbalimbali. Na hiki kipindi ndio kipindi cha unyago, kipindi cha mipeano, kipindi cha kuona. Mtu atatoa mkopo mwezi wa 12. Baadaye akafungulia duka la dagaa, mkuti aliyompea mkopo anaenda kumchezea mwanae unyago, afunge mtaa wote, mziki mkubwa anapiga yeye kuliko wengine wote. Mziki ule ukishapiga, mimi nimekula, nimeshiba, nimeenda kwangu, nimekusifia, ndiye mziki mkubwa. Hasa wewe unapata sifa za kijinga. Bora leo wote tujenge madarasa. Basi Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Niombe harambee isiishie hapo, kwa sababu kwa hesabu hii hata robo hatujafika. Si ndio mwenyekiti? Kwa hiyo naomba kesho kutwa, na mimi nimeichukua, nitajitahidi pale ninapopata fursa, basi na kituo hiki nitakisemea. Sawa jamani? Nitakisemea kwa sababu sisi tunakutana na mashirika mbalimbali ambao wanaweza wakawa wafadhili wa miradi yetu. Kwa hiyo pale nitakapopata upenyo kwenye mashirika mbalimbali, sita kuwaleta, mwenyekiti utaniona. Wakiniuliza Masasi mna kituo, nitasema ndio kipo, nitawaleta, watakuja. Na pale Mungu atakapoweka njia yake rahisi, basi tutapata ufadhili na tutaweza kuyafanya yote hayo. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Mashaallah, mashaallah. Takbir. Takbir. Na mama kutoka wapi? Nilikwenda kusali, mimi natoka na Nyumbu. Na Nyumbu. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah. Na jamani, wageni wetu wataishia hapa. Endelea. Nimeandika amesema. Labda simtolee na mzee. Mume wako. Uongo geukia nyuma. Wewe uongo. Kwani mimi sijui. Mashaallah, mashaallah. Takbir. Takbir. Na jamani, wakati wageni wetu wanajiandaa kutaka kurudi walipotoka na wametuahidi vitu vingi, sisi hapa tumewaita hawa kwamba hawa ndio wanahusika na mambo ya jamii. Kwa hiyo tukutaka sisi tumwite nani, sisi tufikie hivi, sisi tufanye hivi, tufanye hivi. Kwa hiyo sisi kutokana na malezi yetu hapa na shughuli tunazozifanya zinaambatana na serikali. Kwa hiyo ile kuja hawa ndio hususan. Na mdogo, mashaallah, mashaallah, sijasimamisha watu. Nimesha watu. Na sasa hivi jamani, tuna watu hapa ambao wao kila siku kituo hiki wanakiangalia kwa jicho zuri. Akijataja majina, kuna mama yako pale, mama yetu Bumbule yuko wapi? Amepika chakula, sio ameshaondoka moja kwa moja, lakini tuna dada Farida pale, mama Maisha, yeye kwa siku zote kuhusiana na kituo hiki bila kujali nini wala nini, anakiangalia kwa jicho zuri. Watoto nguo mnazoona wamevaa, amekongoa dukani kwake mpya, tofauti na nguo zingine zote ambazo tunaletewa hapa. Yeye ni mpya, kanzu mpya, magauni mapya, watoto wamevaa, unaona wanaandaa. Kwa hiyo nasema kwa yeye kwa namna moja ama nyingine, si hofu na wala sifikiri vibaya kutokumtangaza hapa kwamba ni mtu mzuri katika kituo hiki. Nasema mashaallah na shukrani, asiache moyo huo, aendelee jambo alikokaa kama yuko sana tuungie mkono. Mashaallah, mashaallah. Wapi? Chingurunguru mshabaha wa jamaa zetu hapa. Na watu wamejiunga na harakati zetu si muda mrefu sana, baada ya kuona sisi tunashughulikia jamii wakapenda. Kwa hiyo jamani, na sisi tuwe na tabia nzuri ambao tuna harakati hizi watu wazidi kusupport. Na jamani, haya wakati tunasubiri gari ya nimeshafika. Kwani sasa dereva tu amjemje. Imani jamani, situacho na hatuna mbele, hatujui tunapoendelea.
tunaweza kufanya. Kwa mfano shashuka na watu sisi tunawaomba wanatusaidia. Kwa michezo. Yaani tunaambia SDA hiyo. Yaani hapa hivi nimeshaisha hivi nikokwenda. Mimi sasa nitaomba maji kula. Mashaallah, mashaallah. Haya jamani, tuliobakia tunajijua tumekuja hapa kwa ajili ya kuchangia bila kukutaja jina bila nini, lakini harambee yetu imefunguliwa, wakubwa wetu wanaondoka, gari imefika hapo nje. Naomba msafara wa kuwasindikiza wasindikize, alafu sisi tunaendelea. Wale ambao wamekuja kwa niaba ya kuchangia kwa muungano kwetu huko, alhamdulillah, jazakallahu khaira. Mashaallah, mashaallah. Wewe tunaomba watu wote waliokuja kwa niaba ya kuchangia. Tumetangaza shughuli yetu ni ya kuchangia na sio kutazamana tu pesa mbele kwanza. Lakini tuna watu ambao 30, 40, 50, 80 muungano 80. Watu unajiandikisha kule na mainga na mainga 50. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Msafara wageni wetu wanaondoka jamani, wageni wetu wanaondoka. Kuna watu ambao wakifanya sadaka nazo zinahitajika hapa, waliotoka muungano kwa Nanyindwa na kwaya iko wapi? Sijamuona na kwaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 87 hii hiyo pamoja na harambee mkajani ndio hapa 87. Mashaallah, Nanyindwa. Haya jamani, watu wengine wale ambao wamebakia hawajaja kujiandikisha tatizo. Na maana tunashindwa kuita majina mengine. Mama Zulfa katika watu ambao tunaambatana nao kwa namna moja katika michango. Nini? Mbona sasa tetema? Mama Zulfa, mifuko. Jamani, mifuko yetu inahitajika hapa ni 200. Unaruhusiwa kuanza kutoa ahadi zako za mifuko. Mama Zulfa, mifuko 2. Mzee mtolee ndio mtoto. Mwezi. Mama Zulfa, mifuko. Jamani, ahadi za mifuko. Changia kituo kuona baraka zake. Wale wote ambao wana mchango wao hapa, thawabu zishaanza kuingia sababu kituo kinafanya kazi. Kwanza kina taaluma ya dini. Mungu anasoma hapa, mtume anasoma hapa. Lakini kuna mambo mengi tu ya kidini. Kwa hiyo hapo upatia sana. Na mazingira unayaona mwenyewe. Mtu mwingine jamani hatujaandika majina na majina ya wote sio yeye. Haya, tusimame. Mama Asha Dar es Salaam kutoka Mkwapa. Mama Asha na grupu lako kutoka Mkwapa. Haya, tunataka kuwakilisha Dar es Salaam. Dar es Salaam. Aliita muda ule. Tulikuwa tuna swali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Ngoja kwanza aje yule mama ambaye nimemuita kwanza. Au ayuaje? Twende huko. Jamani, sisi tunawakilisha wa Dar es Salaam, maana mimi nacheza nchi yote Tanzania mpaka Afrika Mashariki. Takbir! Allahu Akbar. Nayo al-salatu. Mashaallah, mashaallah. Naombeni kitu kimoja kina mama wa Kiislamu. Sijapewa ruhusa ya kuongea, lakini kuna kitu. Tunarudi nyuma sana. Badala ya kuendelea mbele, tunafanya nini? Tunarudi nyuma. Tukirudi nyuma, Nyerere alisema tutageuka jiwe. Sawa, uongo. Sasa haya maendeleo tunayotaka kituo hayatokamilika kwa mtindo wetu wa kutegeana. Lazima tutoe mali zetu na nafsi zetu tuweze kulingaliana vijijini kabla hatujaja hapa. Michango inaanza vijijini, ukija hapa tunatoa tu pesa. Sawa kile mama wa Kiislamu. Tunazorota, hatukuwa hivi. Tulikuwa tunaanza na 200, 300, 5. Leo tunaanza na 30. Inna lillahi asara. Inshallah Allah atie pesi, atie hidayah. Tusisikilize maneno ya watu, tumshike Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutoa ni imani ya kina mama.
na kutoa sio utajiri. Imani yako ikikaa sawa, kila kitu utafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inshallah tusirudi nyuma. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, mashallah. Haya, namuona Jamila Ndege iko hapa, mtoto wa mama Jami huyo, katika wadau na wanafunzi wa hapa. Yeye kama yeye peke anakabidhi shilingi 200,000. Yuko wapi? Mashallah, mashallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, akina mama wote tuseme la ilaha illallah, na baba nao waseme la ilaha. Mababa wamejuma waseme la ilaha, mpaka siku wakaenda kuzika kubeba jeneza ndio wanasema semeni hapo. Mashallah, mashallah, mashallah. Laki mbili hizo Jamila Ndege huyo, yeye ni mwanafunzi wa hapa peke yake, anajitolea kwa kuchangiana. Mama Ngonga yuko. Haya, wadau wakuu wa markazi, lete pesa. Wewe umevuna korosho usinyandeki. Vikao vyote tulivyofanya kwa huko, umekupigia simu kwa shambani. Lete hela zote ulizopima. Kama umekopesha stakabadhi lete hapa. Kwamba zikitoka tunani kabisa. Na ile 50. 50 Mama Ngonga. Baba yangu mtolee. Ameiacha yeye korosho. Hapo na kwa baba mwingine. Mashallah, mashallah. Ahadi zinakaribishwa jamani. Mama Ngonga shilingi 50,000. Mama Ngonga ni katika watu ambao tunalala nao hapa siku zote. Wageni wakija siku hizi mimi yake kujibali, kila alikuwa anaweza kupika kabisa. Haya, mtu mwingine nani anatoa ahadi? Ahadi mifuko, ahadi pesa. Shughuli yetu ni ya pesa. Na hii tumefungua bado. Kanuni zetu mwaka jana tulipata shilingi milioni 12 ndogo kabisa. Kanuni yetu ya mwaka huu tunamalizia tunapata milioni 15. Kuanzia sasa hivi mpaka siku 3 ambazo zimebakia. Haya ndio kwa mababa, sio sana. Mababa walio tayari aonyeshe mfano. Nani na nani anataka kumshinda Omar au Abubakar wa shindani? Fika mbele. Paliacha nafasi mtu anafasi. Tukifanya mashindano ya kutoa wanawake tunashinda. Mara ya mwanzo kabisa sisi wakati tunaanzia elimu tulifanya jitimai pale kwa nasi. Tukaja kuwaonyesha mzetu ambao wametoka Zanzibar. Kundi kuna wanawake, upande kuna wanaume. Haya, akatoka baba mmoja, hapo tujenge msikiti. Wazo hilo lilitoka huko. Tujenge msikiti. Haya, tufanye harambee tukatandika nguo. Basi bwana tukaanza kushindana. Wanaume na nguo yao na huko wanawake. Huku tumeanza wanawake kwa wanashango kweli kweli, tumechangia sisi pale pale tukapata pesa. Mmoja baba pale mmoja na msamaha. Wao wamesema kwa mtume alienda miraji aliwaona na wengi wako motoni, kwa hiyo hawana sababu za kutoa. Sisi tuone katika toeni, kuna mambo mengine vile vile. Kuna watu wana makina lakini haziendi vizuri. Mimi ndo mwalimu hapa nasikiliza hoja nyingi, kuna makina zinaenda vibaya. Watu wana upande mmoja. Kwingine akienda anacheka, kwingine anacheka. Haya, kina baba zangu huko nini? Tunahitaji pesa kuchangia kituo chetu inshallah. Mashallah, mashallah. Shehe niongozee harambee kwa baba. Kwanza na shehe wa wilaya hapo. Huyu ana mambo mengi. Anaanza mwenyewe. Usimuogope. Anaanza mwenyewe. Wewe mwenyewe. Na ile mifuko miwili aseme inshallah. Mashallah, mashallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Mashallah, mimi naona hii swala bidhaa na mimi ninachukua kwa mimi ninatembea kwa niaba ya ofisi ya wilaya. 80. Kwa hiyo hili nalichukua napeleka kwenye ofisi ya wilaya kuonana na viongozi wenzangu. Basi inshallah
na hili tu kwamba kitakacho idhinishiwa pale na wasiliana na hili, lakini tunaahidi kwamba wilaya itachangia kwa kiasi fulani. Karibu bado shughuli ipo tu. Karibu shughuli bado ipo. Kuna watu wananipigia simu. Huyo ni mzee wetu jamani, mzee Makwesa huyo. Hebu nitangaze vizuri watu wakasikia. Jamani, mzee Makwesa sisi ni mzee wetu hapa. Sawa jamani. Tumeanza naye shughuli hizi kabla hata hatujakuwa na mbele wala nyuma. Tumesafiri naye katika harakati mbalimbali ya kuongoza. Katika watu ambao wanamuiga Sayyidina Uthman akisafiri kisabila kutoka na familia yake mzee Makwesa. Tumpe mashallah. Alikuwa akisafiri yeye, mke wake na mtoto wake. Yaani ndio walikuwa wanafanya hivyo mpaka sasa hivi wako hivyo. Kwa hiyo unapata maradhi wako katika dini, wala walikuwa katika dini. Sisi wenzetu wanakaa huko wanabeti. Mwenzetu anafuatana na mumewe na mtoto wake anakwenda. Tuache na kufundisha. Sawa jamani? Kwa hiyo mzee Makwesa peke yake na familia yake anakabidhi shilingi 100,000, lakini ameshachangia sana tu. Lakini ndio Makwesa kwa ruhusa nini kupata? Hawajakupa ile habari. Na jamani, mtu mwingine bali kanimekuwa na jina gani sasa kidogo. Mbulika. Amekuja hapa yeye ana mambo ya kuhijama. Chuku wanasema ataka kutoa darasa. Na yuko kabla hajatoa darasa yeye kwanza lete hela. Tupe hela. Mama hapo na kampuni yako lete hela. Kibali kwa sababu ukiona lete hela. Antoni? Hapa. Anaahidi wakati ya milionea sasa. Na jamani, mtu mwingine wa baba wako mwisho nini? Hawajeshi. Mababa zetu. Nyinyi kameramen. Niko hapo sawa. Kalela online. Wewe na kunichangia mimi, kamera hii inaichangia sana. Shughuli zote unanitazama mbaya, lete hela. Kalela. Lete hela nje lete. Ndio kufikia hapa tutakuthibiti. Lete kuchangiana. Jamani, tunaona mambo kama kila mmoja asimame kwa ajili ya la ilaha illallah, kwa ajili ya kuleta hapa chochote. Tusimame jamani, wakati tunataka kupumzika kidogo, alafu tunaendelea. Ardhi yetu ndio imefunguliwa tu, bado pesa tuzihesabu sasa hivi, kwa sababu kanuni zetu bado. Sasa hivi takriban tuna pesa zisizopungua milioni 5, si msingi tunatakiwa tupate kwa hesabu ambayo nimekuwa nayo. Bado kabisa milioni 5 si hela ya kituo hiki. Hii ni hela chai. Kwa sababu mwanangu Adamu kimpa anatumia dakika moja tu inafunga. Pati ni hela mandazi, nenda nunua saa 1500, akinunua na puto nini na nimalize ndio hela. Sasa hivi ngoja mimi nipate sana. Na jamaa tunataka kuendelea na jamaa zetu wamekuja hapa. Sisi hapa ni kupata nasaha za huko, nasaha za roho, nasaha za miili yetu, kwa sababu kiwiliwili kikitengemaa vizuri ndio utafanya ibada vizuri. Tusimame kwa ajili ya kutoa pesa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tupate pesa. Mama yako sija kuona. Umeama Masasi hapo unakaa kijijini kwa ajili ya korosho na zingine. Lete hela za korosho. Mama yako pita mbele. Tena ukiahidi ya pakubwa na lete hela leo kupamzia kuja nayo hapa sasa hivi. Na ujaje kwa mguu, nimekuona wakati umefika umepanda bodaboda, yani kuonyesha mambo yako safi. Mimi sisikii mimi hapo, lete hela kwanza alafu ndio tuongee baadaye. Tusimame jamani kwa ajili ya kuleta pesa. Ulichokuwa nacho 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. Alafu baadaye tukiingia ndani basi tunaleta pesa zingine hapa kwa ajili ya mikoba iliyoko. Tusimame tulete pesa. Bizaituni rafiki yangu yuko hapa wale kusijamuona Dawisa. Bizaituni mama Nasira. Shingapi? 40. Unayo hapa huko nyumbani. Unaachaje tutakati mkwambia leo kuna rambe. Rafiki zangu jamani. Bitausi. Hii ni hapa kwa mzee. Tuwatolee na waume zetu jamani. Sio kajipendelea peke yako. Mashallah wallah. 16. Tupate pesa watu tusimame kwa ajili ya kutoa. Mbona tusimame tumekuwa wazito? Tumekuwa wazito. Tusimame la ilaha illa Allah.
La ilaha illa Allah. Kutoa ni amri ya nani? Simama sasa. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Mama mbali kasija kuona kumbele. Mmeniletea korosho nyingi sana, ungeuza zile saizi hapa mbali. Unatoa hela. Sasa mimi zile zote nimtafuna, alafu cha kutoa hapa saizi hapa. Ndio mzima. Dalima tutoe jamani, kila mmoja asimame alete hapa pesa. Hii peke yako una mume? Mashaallah, mashaallah. Kila mmoja asimame alete pesa. La ilaha illa Allah. Kaya pesa. Huyo ndio mtoto wa mzee wa pesa wa kwanza. Anatisha huyu kwa kujitolea. La ilaha illa Allah kama baba yake. Mama yako yuko wapi? Kamkumbushe ndio sana msahau ile jambo la kutoa. Mimi na baba yote. Tusimame jamani kwa ajili ya kutoa pesa, tunyoshe miguu, tumekaa muda mrefu. Tusimame wote jamani. Tusimame wote. Dashura. Naomba niongezee hapo. Kuna miwani imeletwa hapa. Sisi ya nani leo na kama macho yake mengine hayapo hajachukua. Tunaomba jamani tupate kauli. Dashura njoo. Watu wote wasimame kwa ajili ya kuja kutoa pesa. Una shilingi 10,000, una shilingi 5,000, una shilingi 2,000, una 1,000 utoe. Simame akina mama, naomba tusimame. Naomba tusimame. Tusimame. Tutapita kwa mfuko baada ya mfuko. Dashura sasa mtu. Naam. Tusimame. Tutafanya moja baada ya mwingine. Tusimame akina mama. Upape mfuko lazima. Waje hapa, kila mmoja si anakuja hapa analeta hapa. Unaona tabu gani? Kamera ya Kalela ifanye kazi. Mama wote tuseme. Hata kama umetoa lete tu. Baba nao waseme. Mashaallah. Mashaallah, mashaallah. 53 Tamwongeza mama Kende 50. 3. Bora na kambani andika ahadi hapa. Yule mama ataleta 50 kwa kambani. Mpate. Naomba kwenda mstari. Ndio nirudi au basi na swali. Mashaallah, mashaallah. Rafiki zangu kutoka Chibugu endeza. Mama leo hili bado. Hii ndio tumeifungua bado kabisa. Wa hadi yuko hapo sasa. Amekuonyesha. Andika tu kilio kwa mama Kimbeo ndo atapewa kuleta. Mashaallah, mashaallah. Mashaallah, mashaallah. Rafiki yangu nataka bila kuja kutoa. Mashaallah, mashaallah. Ndio ndio shinda. Natoa buku ile kwa Machangisho nimepata buku. Mashaallah, mashaallah. Yangu nimemwona amekuja kutoa hapa. Sasa. Naomba usilie. Doa ni amri ya Allah. 1,000. Cha mtoto bado. Wewe maliza, mashaallah. 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 Hafsa. Umeleta mashaallah. Yaani bado hapa
Hii tumeanzia. Hilo begi hilo talishusha begani hapo. Kutoa ni amri au bado nitakutaka kutaja wewe subiri. Nilikuwa na kwa bado nasema huo. Za skilimu zile mbalambo. Mashallah. Mashallah. Kuna wengine wajenyanyuka. Mashallah, mashallah. Ukiwa na hela au na hela, nataka nikuone unakuja huku mbele. Naanza watu waliwale, nataka sukari moja. Watu waliwale simama. Liwale wasimame, hawajaji hao hapa. Hawajafika liwale hao, simama huko. Liwale hawajaji hapa. Liwale hawajaji hapa. Mashallah. Liwale hawajaji hapa. Kutoa ni amri ya Allah. Mashallah. La ilaha illallah. Wewe kwanza. Nimekuja jana. Yaani mimi bado mpaka mkungute kabisa. Yaani mpaka unga utoke. Simamisha wazee kule. Awali wale wamesimama, simamisha wazee. Kuna mama Nangonga, mama Maisha na yani safu ile wote waliokaa kule simamisha. Yaani kutoka safu ile mama kule kote wasimame kule. Mashallah. Simamisha wazee wangu wale kule. Mama Nangonga na safu yako. Mama Zabiba, mama nani? Leta nikutajie wapi. Mama Zabiba, mama Nangonga, mama Maisha. Yaani safu hiyo wote wazee wangu. Mama Zulfa, yaani huku mje mbele. Na Mariam kutoka Zanzibar, wewe ni mtu wa Masasi, jiunge na wazee kuja. Wewe sasa hivi si mtu wa Zanzibar, ukifika Masasi hapa, wewe ni wa hapa, jiunge nao. Haya tuje mbele huku mama Nangonga ongoza huo msafara. Hata kwa kupeana mkono tu, yaani mpaka mkono unafanya roho mbaya, lete huko. Na mkoba hiyo kunjueni. Mama Zabiba jiandae kabisa kipindi chako cha dhahabu. Kama una hela kongoa lete. Kongoa kipindi. Safu hiyo hapo, Mama Zulfa. Mwalimu Sadiki waongoze wazee wenzio ambao wamekaa. Asibakie mtu. Mifuko mitatu ya simenti hapa. Mashallah. Hawajaandika. La ilaha illallah. Asubuhi singepokea hela wewe. Unataka mifuko moja simenti. Leteni hela watoto, chukueni hela kwa mama zenu kwa mlezi. Jinu alafu wewe. Kesho kuongelea kwa mifuko miwili, teke kilo moja tusimie. Kesho mifuko miwili. Tumesha mama umemwandika mifuko miwili. Bado jina. Mama mbali kwa njia tuna naye hapa siku zote.
kufanya jambo nyumbani alafu gari njiani huko tena tuombee, lakini tukasema leo bwana toa kwa ajili ya Allah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, La ilaha illallah. Nani amri ya nani? Mashaallah. Nani amri ya nani? Naam. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, kwa sasa hivi tutapumzika kidogo, ila sisi tunapumzika kwa hii harambee yetu tulikuwa tumeifungua. Harambee yetu inakuwa kila siku baada ya kwamba tumeshaifungua. Baada kwa muda ule pale tulikuwa na pesa zisizopungua milioni 5 na zimeongezeka kidogo, tena kwa hesabu baadaye tutakupeni idadi kamili, lakini bado idadi yetu ya mwaka huu ni milioni 15. Piga ua, tutauza mpaka makaburi ili mradi leo fanyaje iongezeke. Wale wanela nyumbani, hakikisha kila utakapokuwa unakuja hapa unakuja na chochote, sio jana sibilitoa, jana imeshapita imeandikwa, sasa leo tuko pamoja mama. Na sisi tunela hapa tuanze kupiga simu tuagize. Mimi kwa hapa sitarudi leo kwa NTF 30. Huku mambo yapo kila siku. Mama na ngoma si unanisikia? Katika wachumba leo kuchumbia. Usipotumia katika uchumba ukiolewa utumii tena. Ndio mambo yalivyo. Tumia sasa hivi. Haya jamani, tuna viongozi hapa wapo, imamu atawaelekeza. Tunapumzika kidogo tuwasikilize inshallah, alafu mada zetu zinaendelea. Kwa hiyo kitakacho kinafuata ataeleza imamu. Lakini tuna shehe wa wilaya hapa, inshallah nafikiri imamu atamalizana naye. Tunamkaribisha tena baba, si tupo. Lakini na wale ambao wamefika leo, sasa hivi kuna mgeni naye tunamsubiri, Sheikh Mselem Ali atakuwa ndani ya mji wa Masasi. Nafikiri kesho safari yake itaanza kuelekea kuja hapa Masasi. Anapofika basi tuonyeshe bashasha, kwa sababu ndio mashehe zetu hapa. Na walikopo mbele hapa ni katika nasabu zake hao kutoka Zanzibar. Kwa hiyo akifika sisi ndio vinakuja vitu. Sawa jamani? Ni mwalimu, kiufupi ni mwalimu. Ni mwalimu. Asemjua Mselem Ali basi aje hapa aone mambo yake yanapotaka kuwa. Kwa hiyo inshallah ilikuwa tuwe naye leo katika ufunguzi, lakini mambo mengi mama. Kwa hiyo baada ya kesho ataanza safari ya kuja hapa, na nafikiri alfajiri ya Jumapili atakuwa yuko hapa. Jumapili tunafunga, lakini hatutaweza kufunga mpaka Sheikh Mselem afike kwa ajili ya mambo. Kwa hiyo safu yako wewe Sheikh Bremani irudi tena siku ya Jumapili mapema kabisa kwa ajili ya Sheikh Mselem Ali, atakuwepo hapa. Na watu wengine watoe taarifa kuanzia asubuhi, tutaanza naye asubuhi. Yaani leo kupumzika kwake nyakati za swala. Akimaliza hapo nyakati za swala mpaka pale itakavyokuwa tunaishiana kabisa. Kwa hiyo rudi tena na shehe wa wilaya atatufungia tena kwa dua shule yetu itakavyokuwa imeisha inshallah. Kwa hiyo hii anakwenda afu kwa siku ya Jumapili atarudi tena. Lakini tutoe taarifa kwa wenzetu mbalimbali kama hivi anakuja chuo, tuseme ni chuo. Alafu chuo kinakuja hapa wa kuwafundisha mnani hasara. Sawa jamani? Watu wengi upenda Uislamu, lakini Uislamu hawapendi kusoma. Anapenda tuwe Muislamu. Yale aliyokuwa ndani ya Uislamu hayataka. Hata wale walimu wakija nao wafanyaje? Hawataka hata kuwasikiliza. Bize iko nyingi sana. Lakini sisi wanawake Allah ametuchagua. Tunapenda kusoma dini yetu. Mume anakuoa asubuhi, jioni anakuambia uende madrasa. Mwenyewe hajasoma. Mwenyewe hajafanyaje? Hajasoma na hata chochote. Lakini acha si tusome. Lakini mwanamke akisoma, akifundisha ndani, umeanza. Hataki naye kufundisha. Umeanza juzi tu. Ni balaa. Sawa jamani? Kwa hiyo si tusome. Mwanamke fashion yake ni dini, kusoma. Sio kitu kingine. Na wala asije shekha kukudanganya mwanamke anatakiwa ajue mambo yake mawili tu, udhu wake na swala basi. Mama Aisha alitofakia al-umma, amepakia, ana mambo. Sawa jamani? Wewe ujue tu kutawadha basi hivi, inabidi ujue lugha ya Kiarabu, uzungumze. Sijuzi walikuja Waarabu. Yaani watu wote wanazungumza Kituruki. Mmoja tu anazungumza Kiarabu, mimi ndo nikachepukia kwa yule wa Kiarabu. Tusingesoma, hata tusingejuana nao. Kuja hapa hawa nini wala nini wala nini. Kwa hiyo vitu kama hivi. Sawa jamani? Kwa hiyo kusoma kupo.
Na kina mama tunawaalika katika madrasa, akina wasome, hawataki kusoma. Dini yako utaifahamu vipi mwanamama? Ukomeridhika? Tumesikia mada iliyotolewa na uktu wetu kutoka Zanzibar. Kaburini ukitiwa kuna vitu utaulizwa. Miongoni mwa vitu hivyo kuulizwa kitabu chako ni kipi? Qur'an. Soma hata 1000 kwa kuichungulia dunia. Lakini ukiangalia na vijola vingi na makanga mengi na kila kitu. Lakini alhamdulillah hauna wala juzama hauna. Ni hasara juu ya nini? Juu ya hasara. Kila mmoja ajisikie kwamba ana hasara, anakwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hana hata neno moja la kwenda kumwambia Mwenyezi Mungu, mimi pamoja nilichelewa lakini nilianzia hapa. Inshallah Sheikh Abdulrahman, maiki ipo kwako biidhnillah. Na msisa tuondoke, tumekuja kwa ajili ya mada. Wana mama mlio kwa jikoni, chakula cha usiku kimepikwa zamani sana, wala si utasingizia nini. Fika hapo usikilize mambo. Na tulio kwa pembeni huko kwenye mti huko, munaongea mambo ya nyumbani, njoeni hapo kwenye mambo hapa. Yule sijui bwana sio hata anaweza. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.